yakapata majibu asubuhi ya leo. Aha. Zoruba inaweza kutulizwa. Na kilichotuliza zoruba wakati wanafunzi wako pamoja na Yesu ni ufunuo. Sema ufunuo. Unajua zoruba ni ile season ya mateso inaopita katika maisha ya mwanadamu. Zoruba ni ile hali ya ukame inaokutana na maisha ya mwanadamu. Zoruba ni ile hali ya kuishi bila matumaini katika maisha ya mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma, hatutarudia maandiko tuliyosoma wiki ambayo tumemaliza katikati ya wiki, bali tutaendelea ili tuweze kufikia kusudi la Mungu. Tutachukua Wafalme wa pili 4 mstari wa 8. Wafalme wa pili 4 mstari wa 8. Tutasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 8 inasema. Inasemaje? Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu. Ndio. Na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Naye akamshurutisha aje ale chakula. Ndio. Ikawa kila alipopita njia ile kuingia kula chakula. Ndio. Mstari wa 9. Ndio. Yule mwanamke akamwambia mumewe. Ndio. Tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Ndio. Mstari wa 10. Anasema, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani. Na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema zoruba ni ile hali ya kuishi bila matumaini. Yaani unapoteza matumaini juu ya jambo fulani na ukalisahau. Na katika maisha yako unaanza kuliona swala hilo, jambo hilo kwamba haliwezekani. Na kuna vitu vingine vimekuwa vikiharibika na kufa na vinatoka katika ufahamu wetu, na tunaanza kuona kwamba jambo hilo si tena haki yetu. Zoruba inaweza ikapiga vision yako, inaweza ikaipiga haki yako na ikakufikisha kwa level mpaka ukaisahau kwamba hii ni haki yako. Zoruba inaweza kukufanya kwamba iliyo haki yako ukasahau, ukaona kwamba si haki yako. Zoruba ikiamka inaweza ikaharibu ufahamu wako, ukaanza kuona kwamba haustahili juu ya jambo fulani, kumbe ni wewe unastahili. Mwanamke Mshunem alipita kwenye kipindi cha zoruba. Maana zoruba ni ile season ya mabaya, season ya mateso, season ya uharibifu, season ya ukame katika maisha ya mwanadamu. Na alipokaa kwenye kipindi kirefu kwenye season, akajikuta amesahau kwamba hana haki tena ya kuwa na mtoto. Akajikuta ufahamu wake kabisa, mawazo yake na maamuzi yake yamekubaliana kabisa kwamba mimi Mungu ameshanibariki, lakini sina tena haja ya mtoto. Kwa sababu gani? Alikuwa kwenye kipindi ambacho aliona kuna uhitaji wa nini? Wa mtoto. Lakini kwa sababu kuna season ilichelewa, akaona kwamba mtoto sio haki yake tena. Na Biblia inasema Elisha na Gehazi wakawa wanapita kwenda kuhubiri Injili. Huyu mwanamke akawa anawaangalia mara kwa mara, anaona mara kwa mara. Siku moja akapata ufunuo. Siku moja akapata neema ya kuelewa kwamba hawa watu wa Mungu wanaopita kila siku hapa, tukiwatengenezea chumba mimi na mume wangu, itakuwa vyema sana, itapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe.
ni kwamba ufunuo ukitokea mahali ambako zoruba ilikaa miaka mingi, zoruba inaweza kutulia. Na vitu vilivyokufa, vilivyoharibika kwa mamlaka ya zoruba vinaweza vikarejea tena kwa jina la Yesu Kristo. Wakawapokea watumishi wa Mungu. Kumbe yule mwanamke Mshunem alichokuwa anakiangalia na kilichokuwa kinakuja moyoni mwake ilikuwa ni nguvu ya kwenda kutuliza zoruba ambayo tayari imeshaharibu matumaini katika maisha yake ya kuwa na mtoto. Wanafunzi walikaa kwa misukosuko. Wanafunzi walikaa kwa wasiwasi sana. Walitumia nguvu nyingi, lakini wazo lilipoingia ndani yao kwamba wako pamoja na Yesu, suluhisho likatokea. Mwanamke Mshunemu aliishi kipindi kirefu sana cha bila kuwa na mtoto. Wazo lilipoingia ndani yake kwamba hawa ni watumishi wa Mungu, na tukiwapokea na tukawaandalia chumba na tukawawekea taa, tukawekea kitanda, wakawa wanapumzika hapa, wasi wanapiga tena ruti ndefu kwenda huku wanakwenda majumbani kwao kwa ajili ya kuja kuhubiri, tuwapunguzie safari. Suluhisho likaanza kuonekana. Kuna zoruba nyingine haitatulia kwa sababu tu unamwabudu Mungu. Kuna zoruba nyingine itatulia kwa sababu ndani yako pameshuka ufunuo. Kuna wazo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zoruba nyingine haitatulia kwa sababu umewekewa mikono, kwa sababu umekutana na mtumishi mwenye upako. Kuna zoruba nyingine itashuka ndani ya, itatulia ndani yako kwa sababu ufunuo umepatikana ndani yako, kwa sababu ndani yako pameshuka wazo lenye mamlaka. Kuna mtu ananielewa? Wanafunzi walizidi kupata nini? Shida. Lakini wazo jema lilipoingia ndani yao, wakasema tumepambana sana, zoruba haijatulia, upepo unazidi kuwa mkali, hali inazidi kuwa mbaya zaidi ya mwanzo, na tumamshe nani? Wakamwendea, akamwambia, Bwana, tunaangamia. Hivi kuangamia kwetu hakukuambie kitu? Kumbe wakati zoruba inaanza, Yesu alikuwepo pamoja nao katika chombo. Mwanzo wa safari pakiwa shwari, Yesu alikuwepo pamoja nao. Unaweza anza maisha yanaenda vizuri, biashara inaenda vizuri, mahusiano yanaenda vizuri, kazi inaenda vizuri. Ikifika katikati unaona kazi inakuwa shida, mahusiano inakuwa shida, kila kitu kinakuwa shida. Haimaanishi kwamba Yesu ameondoka. Yupo bado, anataka aone kama ndani yako pana wazo la kutambua kwamba yeye ni nani katika maisha yako. Maana tokea mwanzo wanaanza safari, ni Yesu alikuwa pamoja nao. Ni Yesu aliyesema na tuvuke mpaka ng'ambo. Walipoanza palikuwepo shwari baharini, palikuwepo na utulivu baharini. Zoruba ilipoanza, upepo ulipoanza kuvuma, Yesu alikuwepo bado kwenye chombo. Niko nazungumza na mtu mmoja. Toka ulipozaliwa Yesu alikuwa pamoja na wewe. Hatua zilipozidi kupatikana kwenye maisha yako, Yesu alikuwa pamoja na wewe. Na majaribu yalipoanza, Yesu alikuwa pamoja na wewe. Na leo anazungumza na wewe kwamba pata kwanza wazo, pata ufunuo. Utakapopata ufunuo, atasimama kwa ajili yako. Haimaanishi kuomba kwa kunena kwa lugha kwamba ndo matatizo yameisha. Baada ya kunena kwa lugha, kuna nini ndani yako?
Unajua ufunuo ni yale maamuzi ya kiungu ndani ya mwanadamu ambao yana uwezo wa kusimamisha season mbaya na kuleta season mpya katika maisha ya mwanadamu. Na ufunuo unapopotea ni kwamba season mbaya inaweza kuendelea. Ufunuo unapokosekana, zoruba inaweza kuendelea. Ufunuo unapokosekana, mshindi mzaliwa wa kwanza anaweza kaishi kama mtu ambaye si mzaliwa wa kwanza. Ufunuo unapopotea, unaweza ishi bila kuwa na haki ya mzaliwa wa kwanza. Zoruba inaweza kudumu muda mrefu, lakini ufunuo unapopatikana, hata kama ni miaka mingi zoruba imetawala kwenye maisha yako, inaweza ikanyamaza siku moja. Wanafunzi walipambana sana wakati ufunuo ulipopatikana. Hiyo dakika Yesu alizungumza, aliinua mkono wake akazungumza na bahari, akazungumza na upepo, akazungumza na hali mbaya iliyokuwepo, na alipozungumza pakawa shwari. Ni kwa sababu, sikia, Yesu sio kwamba alishindwa kutuliza zoruba ikiwa imeanza. Wanafunzi ndio walikuwa bado na mamlaka ya kutuliza zoruba, na mamlaka ya kutuliza zoruba ndani ya wanafunzi ni ufahamu mpya kuingia ndani yao kwamba wako pamoja na Yesu kwenye chombo. Kwenye maisha yako hauko peke yako. Kwenye changamoto hauko peke yako. Kwenye huo ukame hauko peke yako. Kama unafikiria ni uongo, tusomee Hosea 13. Tusomee Hosea usikie. Kuna wakati mwanadamu anapita kwenye ukame, anapita kwenye shida, anapita kwenye kipindi ambacho mwenyewe hajielewe. Anasema, hivi na mimi kweli Mungu ananitazama? Mbona nimechelewa kwa jambo hili? Mbona jambo hili limechukua muda mrefu? Mstari wa 4. Mbona jambo hili limechukua? Hosea 13. Mbona jambo hili limechukua muda mrefu? Mbona sijaona? Na ukaanza kuhisi kwamba uko peke yako. Nataka niseme na wewe, namuita Hosea. Sikia Hosea anasemaje. Hosea 13, mic ya msomaji. Hosea 13 mstari wa 4 inasema, ndio, lakini mimi ni Bwana, ndio, Mungu wako tangu nchi ya Misri. Sikia, lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri. Wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi. Wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Mstari wa 5. Anasemaje? Sikia. Mimi nalikuja katika jangwa. Rudia vizuri hapo. Mimi nalikuja katika jangwa, katika nchi yenye kiu nyingi. Mstari wa 6. Kwa kadri ya malisho yao, kwa kadri hiyo walishiba. Amen. Mimi ni Bwana Mungu wako katika nchi ya Misri. Ina maana katika ile nchi ya utumwa bado Mungu alikuwa Bwana Mungu wao. Katika nchi ya ukame, katika jangwa, alikuwa pamoja nao. Tusome kwenye version nyingine, msikie anavyosema. Tusome kwenye Biblia nyingine, msikie. Anasema, nilikuwa pamoja nanyi katika jangwa, katika nchi ya jangwa nilikuwa pamoja nanyi. Hapo anasemaje? Ndio. Ndio. 5. Mimi nilikujua katika jangwa, katika nchi yenye ukame. Kwa maana kadiri ya malisho yao, kwa kadri hiyo walishiba. Amen. Anasema nalikujua katika jangwa.
Ina maana hata ukiwa kwenye matatizo, unajua jangwa ni ile hali ya ukame. Jangwa ni zoruba inaopita na kuharibu kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Maana jangwa ni maisha bila tegemeo. Jangwa ni mahali ambako hakuna chochote. Jangwani ni mahali ambapo pana ukame. Jangwani ni mahali ambapo huwezi kupanda chochote kwamba utarajia utavuna. Lakini anasema katika jangwa na alikuwa pamoja nanyi, na aliwajua ninyi. Haimaanishi ukiwa kwenye mateso, ukiwa kwenye hali ngumu kwamba Bwana anakusahau. Anasema katika jangwa na aliwajua. Kwenye hicho kipindi kigumu, kwenye hiyo hali ya kusubiria sana, mambo hayatokei, bado Bwana anakujua. Kuna mtu anafikiria kwamba kwa sababu amesubiria sana, kwa sababu amepita kwenye vurugu sana, Bwana amemsahau. Anasema na katika jangwa na alikufahamu. Kinachohitajika ni ufunuo, revelation, wazo jipya, uwezo wa Mungu, revelation, mamlaka ya Mungu ndani yako kue alabashataka. Sikia, Mungu hajawahi kukuacha kamwe. Hata kama umekaa muda mrefu, niko nazungumza kwamba anakujua. Na kama maneno ya watu walikuwa na kuonyesha kwamba umesaulika, waambie leo never, ninajulikana na ananiona. Kuna wakati tatokea kila kitu unachokifanya kinaonekana tu kibaya. Kila kitu watu kileta wazo, unaonekana unasema vibaya. Relax. Mwambie Bwana nipe ufunuo. Mwambie Bwana weka wazo ndani yangu. Mwambie Bwana niamshe tena kiroho, maana kuna mahali natakiwa kuenda. Mwambie Bwana nahitaji tena nguvu, maana kuna mahali natakiwa kufika. Kumbe Yesu wakiwa anaanza safari alikuwa kwenye chombo. Wanaendelea, mambo ni mazuri, safari yao inaenda. Sijui kama walikuwa naimba Yesu ni pendo, tena ni pendo, anatupenda na anatulinda. Zoruba ilipoanza wakasahau kwamba Yesu ni pendo na ni ulinzi. Wakaanza kupambana wenyewe. Wakaanza sijui kukimbilia mjomba, wakaanza kukimbilia vifaa vya kutuliza zoruba. Never. Yesu anataka wafahamu kwamba yuko pamoja nao. Watakapojua kwamba Yesu yuko pamoja nao, patakuwa tena shwari. Sikia mwana wa Mungu, usihangaike tena. Usiende kwa kalumanzira, usiende kwa wataalamu. Yesu yupo. Kuna wakati utakimbilia huko, mambo yatazidi kuwa mabaya. Wanafunzi walipoendelea kupambana, ndipo hali ilizidi kuwa mbaya. Ni mara ngapi umewakimbilia watu, umewatafuta watu, bado hali imekuwa mbaya. Yesu anataka ufahamu kwenye hiyo hali yupo. Kama ulichelewa, ni wangapi walichelewa akapata suluhisho? Ni wangapi walichelewa na bado neema ikatokea? Ni wangapi walichelewa na bado mambo yakawa mazuri? Kama umeomba miaka 2, ni shauri yako hiyo. Kuomba ni haki yako. Pata ufunuo kwanza. Kwani Yesu amesema ombeni bila kikomo? Kwani ukiomba sana unakuja kuniambia baba nimeomba sana, sasa sio juu hata inakuaje? Omba mama, omba dada, omba kaka, omba. Sio mimi, ni Biblia inasema ombeni bila kikomo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sasa ufunuo kaingia ndani yao. Unajua ufunuo ni ile kumbukumbu ya Mungu kuamuka tena ndani ya mwanadamu, na mwanadamu anaanza kuamua kama Bwana atakavyo na kama Bwana aonavyo vyema. Nao kumbukumbu ikaamuka ndani yao, na ilipoamuka ndani yao wakamwendea, wakamsogelea. Bwana,
kuangamia kwetu. Hakukwambia kitu. Yesu akasema, mna bahati, mmetambua kwamba nipo. Akaamka. Jambo la kwanza Yesu alifanya nini? Akainua mkono wake juu, akaanza kuongea na upepo, akaanza kuongea na zoruba, na pakatulia, pakawa shwari. Kwamba wanafunzi walijichelewesha wenyewe kuweka shwari kwenye bahari. Walichelewesha wenyewe kuweka utulivu kwenye bahari. Wangetambua toka mwanzo, Bwana, dili iko hapa, yes, angetuliza usumbufu wote waliopata, wasingeendelea kuupata. Hata Yesu alipovaa mwili, kuna wakati alitaka kuchoka, sababu alikuwa amevaa asili ya mwili. Baba, ikiwezekana kikombe hiki, lakini mapenzi yako. Ile neema ya kiungu iliyomo ndani yake ikamwezesha kusema mapenzi yako yatimizwe. Lakini kwa jinsi ya kimwili alishaanza kumwambia Bwana, wewe, nitachoma mkuki pale Golgotha, watanitandika mijeleti, watanivika taji la maana kuna wakati Mungu alifunua akamonyesha mateso yote anaenda kuyapitia. Akasema, mama, nimezaliwa na Mariamu, naenda pitia hapa. Baba, ikiwezekana kikombe kiniepuke, lakini mapenzi yako yatimie. Alikuwa amevaa kaasili kamwili kwanza kidogo. Kwa ukiona mwanadamu amekusaidia leo, kesho ameacha na amekukataa na amekuchukia, usifadhaike, ndo asili. Sasa na Biblia inasema amtegemee mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, afanye nini? Lakini abarikiwe yule anayemfanya Mungu kuwa kinga yake, tegemeo lake. Unaweza kuanza na mtu biashara, mkaenda vizuri, matokeo atakapoanza onekana, anakubwaga, anakuweka chini, unaonekana wewe si chochote. Usikate tamaa, hiyo ndo asili ya mwanadamu. Lakini mwanadamu akiwa na nguvu ya kiungu ndani yake, atapata neema ya kufanya maamuzi mazuri. Kwa usihangaike tena kuangalia watu, usihangaike tena kutazama watu. Unajua, ukiwa na mtu yeyote, kuna jambo fulani mnasaidiana, anakubeba, naona mbeba, usimtegemee. Mtegemee Mungu kwa ajili ya yule mtu, ataendelea kuwa salama. Lakini ukaanza kuweka mawazo yote kwa yule mtu, atabadilika kesho. Lakini ukimtegemea Mungu kwa ajili ya yule mtu, kila siku Mungu ataachilia nguvu ndani yake, na atakuwa na utisho, hofu ndani yake, hatabadilika. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Efeso 1:17. Efeso 1:17. Waefeso 1:17 inasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo, awape ninyi roho wa hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Amen. Amen. Mungu ni Paulo anaombea Waefeso. Ni Paulo anazungumza na Efeso. Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho wa hekima na roho wa ufunuo. Kwa sababu roho wa hekima akipatikana, roho wa ufunuo akipatikana, kuna moto utazimika katikati ya Efeso. Kuna zoruba itatulizwa katikati ya Efeso. Paulo alijua kwamba yule roho wa hekima akishuka ndani yao, ni uwezo wa Mungu ndani yao kutembea na kila kitu Mungu alichowapa vizuri.
Maana Sulemani alipoomba hekima, Mungu akasema, kwa sababu umeomba hekima, haujaniomba utajiri, haujaniomba nini, kukubariki nitakubariki. Katika wafalme waliopita hakuna atakayefanikiwa kama wewe, na katika wafalme watakaokuja hakuna atakayefanikiwa kama, kwa sababu aliomba roho wa hekima. Na Mungu akaona alichokiomba Suleiman ni kitu cha tofauti sana, ni kitu cha kipekee sana. Maana ile hekima ndani ya Suleiman ndio itamwezesha kuongoza taifa. Maana Suleiman alisema, maana watu hawa ambao umenipa ni waongoze ni wengi sana, siwezi kuwaongoza bila hekima. La, ukinipa hekima nitaweza kuwaongoza vizuri. Ina maana hekima inatusaidia kutembea na kila kitu Mungu alichotupa kukitembea nacho vizuri. Mungu amekupa uimbaji, Mungu amekupa utumishi, Mungu amekupa mume, Mungu amekupa biashara, Mungu amekupa kazi. Kitakachokufanya uweze kutembea na kila kitu Mungu alichokupa vizuri ni hekima. Na ndio Paulo anaomba, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho wa hekima. Kutoka roho wa hekima kuja roho ya ufunuo. Kwa sababu alijua roho wa ufunuo akikaa katikati yao, ni wao wataanza kuona kama Mungu aonavyo. Wataanza kuamua kama Mungu aonavyo vyema. Wataanza kusimamisha kila hata kitakaotokea. Na mimi leo nakuombea roho wa hekima na roho wa ufunuo akatulie juu ya maisha yako. Unajua roho wa ufunuo akikaa juu yako ni uweza wa kimungu ndani yako kufanya vitu visivyowezekana viwezekane ndani yako. Maana ufunuo unaweza kusimamisha season mbaya na kuanzisha season mpya. Na leo Bwana Yesu akupe roho ya hekima ili season ya mateso inyamaze kwenye maisha yako. Uanze season ya mafanikio, uanze season ya baraka, na Mungu akuwezeshe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba mwanamke Mshunem Aisha sahau swala la mtoto yeye, lakini revelation, ufunuo ulipoingia ndani yake. Napenda sana ufunuo. Ufunuo unaamshaga vitu vilivyolala. Napenda sana ufunuo. Ufunuo unafanyaga vitu vilivyokufa viwe tena hai. Ufunuo unafanyaga vitu vilivyopotea vijilete vyenyewe. Ni kwamba roho ufunuo anapokaa ndani yako, kama kuna watu walipotea watakuja, kuna biashara ilifeli itaamka tena, kuna watu walikimbia watakutafuta wenyewe. Ufunuo mwanamke Mshunem haukumwacha Elisha abaki salama. Kuna ufunuo ukishuka ndani yako ndugu mpendwa, vitu ambavyo uvikumbuki ule ufunuo utavikumbusha. Ni kwamba ule ufunuo mwanamke Mshunem haukumwacha Elisha kae salama, ukamkumbusha Elisha, huyu mama hajalia kwamba anahitaji mtoto, lakini kuna shida ya mtoto kwa huyu mama. Sio Elisha alifunuliwa kwa sababu alitakiwa kufunuliwa jamani, hapana. Ufunuo mwanamke Mshunem ulipeleka maono ndani ya Elisha. Ukaanza kuzungumza na Elisha, huyu mama hana mtoto. Hana nini? Wewe pale ulipo kuna vitu vishafeli na hauvikumbuki, ni ushaona ni kawaida. Lakini kwa nguvu ya ufunuo, kwa nguvu ya hekima, vinaweza vikarejea leo kwa jina la Yesu. Mama, tumefika hapa lakini hatujasikia sauti ya nini? Ya mtoto. Hatujasikia kabisa. Hatujasikia chochote. Mama, utakumbatia mwana. Kilichotokea ni nini? Alikumbatia mwana.
Mungu akusaidie. Mtoto aliyepotea na hauna matumaini kwamba anaweza kuja, ukamkumbatie. Biashara iliyokufa na umekaa umeona hakuna cha kufanya, ukitaka kufanya chochote unaogopa, Mungu akupe ujasiri na kukupa biashara hiyo ambayo unatakiwa kufanya. Lakini hayaji kwa sababu nimesema ni kama tukiwa na ufunuo. Haikutokea kwa mitume, kwa wanafunzi, ni mpaka pale walipopata idea ya kwenda kumwamsha nani? Yesu. Ndio maana katika yote usifanye kwa mihemuko, fanya kwa utulivu. Ukisikiliza sauti ya Mungu, utaenenda vizuri, utafanya vizuri, na matokeo yatakuwa mazuri. Yule mtoto, Mungu akataka kumjaribu sasa yule mwanamke. Acha kwanza yule mtoto afe, niangalie kweli kama ufunuo bado. Mama atapata ufunuo katika jangwa, na aliwajua. Kwa kipindi mtoto anakufa, mama alichanganyikiwa akasema hapana. Kweli watumishi, mimi ndo nimeomba huyo mtoto. Sikia sasa ufunuo ulivyoshika, ulivyopata power. Na ukiomba na watu wenye ufunuo, kama una roho ya Mungu utachanganyikiwa. Nakwambia, kama una roho ya Mungu na una ufahamu wa kiroho, utachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mama akiona kijana amekufa, tena ni mtoto wa uzeni jamani, amekufa, nilipewa mtoto kwa nguvu ya kinywa cha watumishi wa Mungu, amekufa, nitafanyaje? Mama akasema kulia silii. Alikuwa ni kiongozi katika nchi, angelia watu, viongozi wengine wangekusanyika na kwanza kumpa pole, lakini pole ya watu singefanya chochote. Nchi nzima ingekusanyika nyumbani kwake kusema jamani, jamani alikuwa ni katoto kamoja, katoto kauzeni jamani, amekapata kwa muujiza, kamekufa. Mungu we, hayo asingesaidia. Tatizo lako ni nini? Mbona wewe unalalamika sana? Unasema Mungu haoni mateso yako. Umerudi nyuma kwa kisingizio kwamba Mungu hakujali, kumbe Mungu anakutazama. Neno lake lasema umuite siku ya mateso akuokoe, akuvushe ulipo uone nguvu zake. Hata kama wamekunenea maneno mabaya ya laana, Mungu wetu atayaondoa. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Futa hayo yote walioyanena, futa hizo kumbukumbu za laana, bali wewe umuite. Kuna mahali anakupeleka. Mwanamke Mshunema akasema hapana, hili limenipata, lakini mtoto nilimpata ni kwa sababu nilikutana na Elisha nabii, na nitamwendea Elisha nabii. Na wakati huo Mungu akamvisha Elisha nabii habari ya mauti ya mwanamke Mshunema, ya mtoto wa mwanamke Mshunema. Mwanamke Mshunema anafika, Gehazi anataka kumzuia. Elisha anamwambia Gehazi, mwache aje, kwa sababu hata mimi Bwana amenizuia. Kuna wakati Mungu ataficha watumishi magumu ulionayo, lakini ufunuo wako utaondoa matatizo yako, utaondoa aibu yako. Elisha hakuona, Elisha hakutazama. Ufunuo ndani ya mwanamke ukazidi kufanya kazi. Pokea ufunuo kwa jina la Yesu. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Akakwenda akamwambia Elisha, yule mtoto amekufa, sasa ataamka, sasa ataishi.
akija kuomba huyo mtoto, Elisha sijui alisikiaje ndani, amekufa. Aya karabashata kakakaka. Kuna wakati Bwana amewaficha watu kuyajua matatizo yako. Umeona kwamba watu ni wabaya. Hapana, Bwana anataka ufunuo. Bwana anataka ufunuo. Watu wakiyajua watakuchelewesha. Watu wakiyajua utakufa ndani ya season mbaya. Akakwenda, amekufa. Na aliongea kwa ujasiri. Sasa sijakomba mtoto, twende kamwamushe. Sikia watu wenye ufunuo, twende ukafanye nini? Wewe ungesijunge fanyaje? Ungesema ndio hivyo amekufa, nabii wa Bwana nitie moyo. Baba, twende. Hajaomba, na kweli hajaomba. Kilicholeta mtoto ni ufunuo wake, unanielewa? Kwa hiyo na kitakachoamsha mtoto ni ufunuo. Utakachokipata kwa ufunuo, hata kikifa kitaamuka. Kitakachokuja by revelation, hata watu akipige vita kitajipigania chenyewe. Kuna vile Bwana anaenda fanya kwa sababu ya ufunuo. Watu sababu wana asili ya vita wataanza kupigana, lakini chenyewe kitapigana. Rakata sapai. Acha kuwaogopa watu. Kama Bwana amefanya kupitia ufunuo, usiogope vita. Alichokifanya Bwana kitapigana chenyewe, kitashindana chenyewe. Ufunuo ndio ulimleta mtoto, na ufunuo utamwamsha tu mtoto. Ufunuo ndio ulifanya Elisha aongea habari za mtoto. Ufunuo, Elisha atakwenda tu kufufua mtoto. Atafufua. Usiogope maneno yao. Ufunuo utapambana nao. Usiogope vita vyao. Ufunuo utapambana nao. Kuna mtu upo kwenye season mbaya, ufunuo utafanya kazi. Ninasema pokea. Twende umwamushe. Mimi kumbuka vizuri, nilikuomba mtoto. Ulimwambia Mungu akulete kwenye dunia? Au ulimwambia kupe miguu miwili? Au ulimwambia kupe macho mawili? Pokea ufunuo wewe. Tutamwendea Bwana. Tutamsogelea Bwana. Tutamkimbilia Bwana. Ulimwambia kupe idea ya hiyo biashara. Biblia inasema Mungu ndani yetu ni tumaini la haki. Ulipoanza pata idea hiyo biashara, ni Mungu aliweka ndani yako. Nasema pokea tena. Twende uamushe. Sema tu Sema Elisha utaamusha. Sema Elisha utaamusha. Sikia. Huyu mama mwenyewe alimtengenezea Elisha ujasiri. Kuna watu hawajui kuwatia watumishi ujasiri wa kuwaombea. Sasa unaniambia mtumishi, hivi itawezekana kweli? Hivi mtumishi, hivi hili nalo linaweza likawezekana Sasa lazima wewe sasa uanze kuwa na ufunuo kwa niaba yake. Sikia, muombezi, yani muombaji anayekuombea sio anatakiwa kuwa na ufunuo, bali wewe unayeombewa ndio unatakiwa ufunuo. Hivi unanielewa? Wewe unayeombewa ndio unatakiwa kuwa na nini? Ule ufunuo wako utamuinua yule
na atatamka neno moja tu na mambo yatatokea. Ataongea mara moja tu na mambo yatatokea. Atasema neno moja. Kwani yule askari, yule afisa alipomwendea Yesu, si mwenyewe ufunuo wake alimwambia, Bwana, neno moja tu na mtumwa wangu atapata kuishi. Ni kwamba yeye alitengeneza vitu Yesu anaweza kuviongea. Tamka neno. Wewe unatamkaga nini? Hivi Mungu, hata ukianza kuomba, Baba hivi hapo utaniwezesha Mungu, mbona ni pagumu? Hapana, kataa. Kataa. Neno moja. Paka Yesu akageuka, akaugeukia mkutano, akasema, nimekutana na bomu leo. Hata katika Israeli sijaona kitu kama hiki. Sijaona mtu mwenye imani kama hivi. Kitu kinaweza kufanya mpaka pale kwenye kiti cha enzi. Kiti cha enzi kishangae. Ni ufunuo wewe. Kama mpaka kiti cha enzi kitaanza kuyashangaa na kuguswa na maneno yako, vitu vitafufuka tu. Mambo yataishi tu. Akaondoka. Kufika kwake, jamani, mtumwa kaishapona. Mtumwa yuko hai. Mtumwa anaishi. Faida alizokuwa anazipata kutoka kwa mtumwa akaanza kuzipata tena. Biashara mtumwa alikuwa anafanya vikaendelea kufanyika. Sema neno. Elisha utafufua. Elisha utafufua. Natamani nipate watu watakaosema, Baba shukuru, sema neno moja tu. Sasa wewe hata ukija, kuna mtu nilimwombea juzi, nikaomba Mungu msaidie, na ina uhakika imekuwa. Kwa sababu mbona hujaniombea sana? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia siku gani nilikuwa namwombea janti hapa, nikaomba maombi, Mungu msaidie mtoto wako, umupe haja ya moyo wako. Akatoka, kaka mimi niombeagi sana kama wengine. Ufunuo. Sema neno. Elisha, twende ukafanye nini? Elisha kwenda kumfufua aliomba. Aisha pata ujasiri.